Yes, bana mambo vipi? So kuna mtu mmoja ameandika comment akaniuliza ni kamera gani naweza kutumia katika upande wa kwaya. Then kuna wengine walishawahi kuniandikia sana na wakaniuliza vitu kama hivyo. So wengine waliniandikia bana ni kamera gani naweza kutumia kwenye wedding. So kuna baadhi ya comment hapo nimezitumia, lakini nikarealize kwamba kusema kamera moja moja itakuwa kidogo kipengele. So this is just my recommendation. Sio lazima pia kila mtu afuate. Huu ni ushauri wangu tu mimi mwenyewe kutokana na experience ya baadhi ya kamera nilizokuwa nimezitumia. So kuna scenario mbalimbali za mtu kuweza kutumia kamera. Kwa mfano kuna watu wa wedding, kuna watu wa music video wanaofanya wa solo artist, kuna watu wa music video wanaofanya wa choir, kuna live record pia nimeshafanya live record za kutosha. So kuna baadhi ya kamera nitakurekomendia. Then kuna watu wanafanya filamu ama movie. So watu wa music video na filamu watofautiani sana. So nitaenda kukurekomendia pia according to kila scenario ni kamera gani itakuwa best uweze kuitumia. So in case kama ndo mara yako kwanza kufanya hiyo project, nitakushauri kamera ambazo zitakuwa ni best, hazitakusumbua na zitakupa result ambayo ni nzuri sana. Kwa scenario ya kwanza, scenario ni ya kawaida kabisa, kila mtu ameshawahi kufanya, ni wedding. So asilimia kubwa watu wengi tushawahi kufanya wedding. So wedding ni event ambayo inahitaji sana kategori mbili, picha pamoja na video. So tukianza na video, nitakushauri moja kati ya kamera ambayo ni common sana na watu wanaichukulia poa ni Sony NX ama NX Cam. Ziko NX 100, zipo series nyingi za Sony ambazo zina uwezo capability wa kushoot live. Nimeona sasa hivi mpaka Canon wenyewe wametoa series zao camcorder fulani vidogo hivi, na Lumix nao wamevitoa. So Lumix nao wametoa camcorder vyao vidogo, vimeshaingia kwenye market, nimeviona. Nimeona cha Canon, nimeona na cha Lumix. So ni vizuri, sema tu size kidogo imekuwa ndogo, keyboard imekuwa size kidogo, lakini vinapiga kazi, vina uwezo mzuri sana. Moja kati ya sifa kubwa sana ya NX Cam ama NX series za Sony, maana ndo very common, ni uwezo wake. Napenda capability yake, ability yake ya kuzoom in na kuzoom out bila kufanya distraction. Unajua kwenye kamera zetu ndogo hizi DSLR, kufanya jambo la kuzoom in na kuzoom out utakuta ushachezesha sana, zina distraction fulani zinazingua, lakini hizi NX zinakuwa zina smooth movement. So advantage ya kutumia hizi, una uwezo wa kushuti na lens moja kwa sababu hazina capability ya kubadilisha lens. So unachoweza kufanya ni uwezo wa kuzoom in na kuzoom out. Kwa hiyo una uwezo wa kucapture image zote bila kusumbuliwa na chochote, kwa sababu hizi tunasema ni sio kama hizi sio lens zake sio kama variable aperture. Yani ina maana ukiset aperture yako hiyo kama ni mbili kama ni ngapi, unaweza kuzoom in na kuzoom out na mwanga kwa umetulia. So ni kamera ambazo nitakurekomendia sana, especially kwa mtu unayefanya wedding kwa mara ya kwanza. Kwa sababu gani nakwambia? Wapo watu wanatumia kamera ndogo za kufanyia wedding. Kwenye upande wa video nitakurekomendia kwa sababu ni kamera yenye uwezo wa kufanya video na ina uwezo kuendelea kushoot live ukiwa kumbini. So moja kati ya kamera ambayo hata kama ukiwa na kamera zako zingine, unajua kwenye HD haina HD kali sana, lakini ni standard nzuri ambayo mtu yote anaweza kaichukua. Yani sio video mbaya inayotoa kwenye hizi Sony, lakini kuna watu wanakuaga na backup kamera zingine kama Lumix, kama Sony, unashutia video ambazo zinakuwa zina HD, imekuwa ni kali zaidi kutokana na teknolojia imekuwa improved sana kwa mambo za DSLR. Sema disadvantage moja hizi DSLR ni storage ama charge, ni issue ya charge na issue ya storage pia. So kwenye NX ni kamera ambayo inakaa na charge muda mrefu sana, sio kamera ya kukosa. So nilijaribu siku moja kushoot bila NX, niliteseka sana. Nilitumia Sony pamoja na Lumix, lakini issue ya charge ndio ilikuja kunikatisha issue ya charge. So nikajuta sana, nikasema bora ningerudi zangu tu kwenye NX yangu kama backup. So NX hata kama ipo na shoot live inafanya nini na una kamera zingine, lakini still unaweza kutumia kama backup, ukaweka memory card na ukaendelea kushoot. So NX ni mbonge moja la kamera, sitaki nikwambie uliache. Ni kamera ambayo inasaidia sana kwa sababu itakusaidia kustream, itakusaidia kushusha live na itakusaidia pia kukupa kama backup. Unaweza kuweka memory card ukaendelea kurekodi, japo kuna wengine wanazitumia tu kwa ajili ya kustream na waweke memory card wana rekodi na kamera zingine ndogo. So NX nitakurekomendia kabisa. Lakini kama ukikosa NX, kama unaweza kupata series za Canon, pia nimeona Canon nazo zimekuja juu sana.
Kwa mfano C100 kamera zinapatikana sana kirahisi. Zile ni kamera nzuri, ni kubwa, zina uwezo wa kustream live, lakini zina uwezo wa kubadilisha lenzi za kuweka lenzi za Canon. Kwa ni kamera ambazo zina HD kali sana. Wamekuwa improved sana Canon kwenye hapo wamemwacha Sony sana au NX. So NX wana quality lakini sio HD sana, yani picha haing'ai sana. Lakini ukija kwenye C100 Canon, watu wengi nimeona wanazo sana Dar es Salaam. Kwa hiyo C100 Canon pia nitakurekomendia kama unaweza kuipata. C100 hata C200 inafika 4K, sidhani kama watu wengi wanaona, lakini C100 nimeona. C100 nimeona ipo. Watu wengi wanazo. So ukiweza kupata Canon C, it's okay. Unapiga video moja kali sana. Na zenyewe zinakaa sana na charge, zinatumia betri kubwa, zile zinakaa sana na charge. Kwa hiyo unaweza kustream live, zina HDMI kubwa, unaweza kurusha either uende wireless ama kwa waya, zote zinakubali kwa sababu HDMI yake ni ile kubwa. So nadhani hiyo ni standard ya watu wengi wanaofanya live. So kama utakosa Sony kumbuka ni kamera muhimu sana, nishakwambia. So kama utakosa Sony, Canon C100 ni na kurekomendia pia, ni kamera nzuri. Kingine ni okay, so kingine ni kwenye upande wa picha. So kwenye picha utatumia kamera gani? So kwa upande wa video nadhani tumemaliza hapo kwenye mambo ya wedding. Kwenye upande wa picha napenda kurecommend sana utumie Nikon. Nikon zinafanya vizuri sana kwenye picha. Then ukikosa Nikon, nenda new series za Canon, anzia Canon, hata Canon DTC, yani kamera ya Canon yenye megapixel nyingi. Achana na Mark 2, achana na Mark 3, mtanisamee sana watu wangu wa 5D. Najua Tanzania wana claim sana 5D, lakini tuachane nazo sasa hivi jamani. Hii na mama kingapi tuachane nayo. So at least 90D nayo ni kamera nzuri sana. Canon 90D ina megapixel nyingi sana. Sema watu wanachanganya kwenye issue ya crop sensor, lakini sio big deal kwenye issue ya picha. Inapiga picha kali sana na megapixel nyingi za kutosha. Nadhani 90D iko sambamba na kama 5D Mark 4 wazee wa 5D. So 90D nayo ni kamera nzuri. Kuna Nikon nyingi, Nikon FX series za Nikon ziko nyingi sana. Nikon zinakimbiza sana kwenye mambo ya picha. Ukiwa na Nikon na lens ya Sigma unapiga picha kali sana. Then ukikosa Nikon, nenda Sony, zinapiga picha kali sana Sony. So kwenye mambo ya picha hapo nadhani tumemaliza. Labda lens choice, lens selection, inaweza ukachukua lens ya wide, itakusaidia sana. Kwa mfano kama unatumia Canon ukachukua 24 mpaka 105 ama 24 mpaka 70, ni lens ambayo ni nzuri sana, inaweza kukufaa kwenye matukio yote, ukapata picha za wide na picha za close up. Kumbuka usiwe ni mtu wa kujilimit sana kwenye kupata close up pamoja na wide. At least lens standard watu wengi wanapenda kutumia 50, najua kwa nini, lakini 50 nilishaiongelea jamani, ina matatizo yake. Kuna vitu unaweza usivione sana kupata zile picha za wide, unaweza usizipate kwenye 50. Japo unaweza kusema sitarudi nyuma, lakini asilimia kubwa ukiwa unatumia 50 kuna vitu, yani kuna ukilema fulani unakupa. So at least uwe na lens ya 35, unaweza kupata wide nyingi na ukapata close up. So at least 35, japo 50 ni cheap lens, kila mtu anaweza ka afford, ndio maana watu wengi wanakuwa wanatumia 50 na 5D wao 50 cent. Watu wangu najua hapo mpo. So tafuta lens ya wide. Ukikosa lens ya 35 muhimu ili uweze kucover vitu vyote. So lens ya wide, lens ya 24 kwa 105 ama 24 kwa 70, lens nzuri sana. So ukikosa hizo, anyway, kama ana 50 yako utafanyaje sasa? Lakini make sure picha za wide unakuwa unazipata. Sasa najua kwenye 50 kuna changamoto, lakini anyway utajua unafanyaje. My recommendation nimekuambia tafuta lens ya wide. So achana na ma 50 hayo, itakuja kukupa ukilema. Then grid photos zinapatikana kwa grid lens. Pia ukiweka lens nzuri unapata picha kali sana. Kwa hiyo lens ya wide na kurekomendia. Kama una lens moja tu ya kuchagua, ni vizuri ukawa na lens ya wide ya 24 mpaka 105. Okay, so mambo ya wedding hapo tunakuwa tumemaliza. Tunaenda kwa ndugu zangu, watu wanaofanya mambo ya kwaya. So imagine unaona kwaya wako, then which camera is the best kwenda nao kufanyia mambo ya kwaya. So kwenye kwaya, cha kwanza inabidi ujue asilimia kubwa ya wanakwaya hawahitaji zile crazy movement. Unaona watu wanaposhoot labda music video na ruka sio wanakimbia mbele wanarudi, no. Asilimia kubwa wanakwaya wanataka shot zilizokuwa zimesimama. So sioni sana matumizi ya gimbal, ama kama nitaona matumizi ya gimbal ni matumizi ya gimbal ya kawaida sana, sio ya vurugu.
Kwa hiyo kwenye kwaya is okay, unaweza kushoot bila gimbal kwenye kwaya. Unaweza kaenda na tripod tu ukashoot, kwa sababu hizo smooth movement ukikaza mkono unaweza kuzipata. So haimaanishi sana gimbal sio kitu cha muhimu sana kwenye kwaya, kutokana na hamna hizo crazy movement, yani hizo movement za kimbia kurukaruka, hizo kwenye kwaya sijaziona sana. Labda sijui niseme ni kwaya aina gani, labda kwa hiyo na nyimbo za kuchangamka sana, kama zile nyimbo za enzi zile za kina Rose Muhando, si ni nibe nao kama kuruka nazo anyway. Lakini kwenye kwaya naonaga mambo yameenda, yametulia, shoti zimenyoka, ziko kwenye stendi, tripod, yani hamna zile mbwembwe nyingi, hamna mambo ya sijui kushuti miguu mtu anatembea sijui kufanyaje. No, kwenye kwaya asilimia kubwa naona. So kamera, kuchukua kamera ambayo itakaa kwenye tripod, na kikubwa ni kupata picha ya wide, kwa sababu kumbuka wanakwaya wako wengi. So kikubwa cha kupata ni picha ya wide, kwa hiyo lens ya wide ni lens ya muhimu sana kuwa nayo. Then battery, na kingine wanakwaya hawapendi sijui uweke mambo ya rangi, sijui uweke sijui rangi gani. No, wanapenda ile rangi yao natural ile kuepo, kwa hiyo ni maintain ile rangi. So hapa mimi ndo nakujaga kwenye kipengele changu ninachowaambiaga, you don't need to shoot flat, yani unahitaji kushoot flat kuna kwenye project kama hii. Sasa unajitesa mwenyewe, eka picha, ongeza rangi, ongeza kila kitu, picha iwe na rangi. Unaweza kaishoot ile picha ikiwa na rangi, kutoka pale unaenda kufanya tu simple adjustment, unapata picha yako imetulia. So ni vizuri ukaseti kamera yako, kama unatumia kamera ndogo DSLR, seti kamera yako na resolution yake. Unajua kuna watu tunahangaika, kwa mfano mtu na 5D Mark 4 mtu na 5D Mark 4. So 5D Mark 4 haina raw, haina sijui nikwambie, picha yake haiwezi kuwa flat. Ile picha yake ni ya kawaida. Unaenda una destroy, unapunguza saturation, una destroy, unapunguza sharpness, una destroy. Kwani unaharibu picha ilivyokuwa imesetiwa standard. Eka standard, cha msingi labda uongeze, sio destroy ili upate flat, alafu baadaye unaenda kukaa unaanza kufanya color grading. Kwani unajipotezea muda, umeharibu huku afu tena baadaye unaenda kuhangaika. Umeharibu huku kwenye setting, umeharibu, umepunguza saturation, umepunguza nini contrast, alafu baadaye unaenda kuhangaika, unaanza kupandisha manodi, unatafuta saturation. Why wakati ulikuwa unauza kufanya hivi, ukashuti picha yako una kamera DSLR ndogo, shuti picha yako ikiwa na rangi. Ukifika kwenye Adobe, kwenye DaVinci, fanya simple adjustment ambazo zinakupa rangi yako ile narudi iko fresh, au hangaiki sana. Kwani ujitese na kamera yenyewe haina capability? Kwani ujitese na kamera yenyewe haina capability ya kufanya hizo kushoot raw? Kamera haina uwezo wa kushoot raw, unahangaika. Labda kama utatumia kamera kubwa, umetumia Maari, umetumia Maredi, hapo sawa, naweza nikakuelewa. Umetumia Blackmagic pia naweza nikakuelewa. Lakini kwenye issue ya kwa sikurecommend uchukue hizi kamera kubwa, zitakusumbua sana, kwa sababu kwaya dakika moja ina nyimbo yani nyimbo moja ina dakika karibia, nyingine zinafika mpaka dakika 9. Nyimbo moja dakika 9, imagine kwa wana nyimbo kama 5, wengine wana nyimbo 10, dakika 9. Usipokuwa makini na storage hapo, usipozijua hizo nyimbo zinaendaje, kwa sababu unaweza kumaliza kushuti hizo nyimbo zina maigizo katikati. Kwa hiyo inabidi storage pia iwe ya kutosha. Kwa hiyo ni kitu cha kuweka makini sana hicho kichwani. Angalia aina ya kamera unayotumia, usije ukateseka. Umeshashuti kwa za watu, unaanza kupoteza material, unaanza kushindwa kuedit kutokana na uzito wa material nao. So wanakuwa hawahitaji mbwembwe. Kwa hiyo achana na kutafuta vitu, sijui nikwambie, kutafuta sifa yani wanakuwa wenyewe kwanza asilimia kubwa ni waporipori, hawaelewi vitu vingi. Wanachotaka tu ni kwa yao, ni kanda yao iwe HD, hawaelewi mambo ya, naona kuna kwaya zinashutiwa mtu anaweka suma rangi gani, wanakuwa hapana, hawaelewi hivyo vitu. Kwanza wanaona kama umewaharibia mkanda wao. So kitu cha muhimu sana kwenye kushuti kwaya, make sure una maintain same color, kila kitu kinakuwa kipo sawa. Usilete ujuaji mwingi kwenye mambo ya kwaya, yani shot ziwe standard, zimesimama. Then story kama inashutiwa hiyo imeeleweka. Then issue ya rangi, make sure una maintain rangi na kuwa imenyooka, iko vizuri. Achana na mbwembwe, yani wale wanaga mbwembwe, yani usijitese sana. Ile kazi ni simple sana. Unapokuwa unapata kazi ya kwaya, ni kazi ambayo ni simple sana. Sasa ukileta umachinondo unaenda kuiharibu ile kazi. Kwa hiyo ni kazi ambayo inahitaji vitu hivyo vimenyooka, vitu hivyo standard. So my recommendation ya kwanza, kamera ni either Canon C100 ama
utumie Canon, hata Canon DSLR sio mbaya kuzitumia, zina shoot tu vizuri. Canon zenye 4K zina shoot, iwe ni mirrorless ama ukaamua kutumia mlango wa 5D, ukaamua kwenda na 5D zako, sio mbaya kwenye kwa sababu hawana shida sana na 4K. Yani wanakuwa hawana shida na 4K kabisa na uhakika. Yani 4K yako unaweza kutumia 4K yako export, hawana shida na 4K. Go nenda na Lumix, nenda na Sony. So unaweza kaenda na Sony DSLR, unaweza kaenda na Lumix, unaweza kaenda na Canon. It's okay kabisa. Kuna mtu aliandika kwenye comment akasema, maana kuna mtu aliniuliza bana, mimi na shoot kwani shoot na kamera gani? So kuna mtu akaandika, mimi nikamshauri nikamwambia tafuta DSLR, silimwandikia Lumix, silimwandikia na silimwandikia Lumix, maana naipenda sana Lumix. So kuna jamaa kaja ka comment pale akasema, mimi nakushauri uende na Sony NX series hizi. Nikafikiria ngasema anyway, lakini you never know na kwa wako wanahitaji nini. NX series ni kamera nzuri ya Sony. Kuna zingine zinafika mpaka 4K, zina shoot HD kwa kali tu, ziko vizuri, zinafika mpaka 4K, ziko pia ni kamera somba, itakusaidia pia, na ile ina advantage kwa sababu unaweza kushuti wide na ukashuti close up. So moja kati ya kitu ambacho naona kinakuwa distraction ni kutumia ile kamera alafu unaanza kuzoom, labda unashuti alafu una zoom na huko na record. So ile zoom na zoom unaona kama mieyusho, unaona kama ni mkanda wa kizamani sana, unaona kama ni pigo za kizamani piniza makwaya miaka hiyo ya kina Boni Mwaitege, sio ya kina nani yale yana zoom in na kuzoom out. Kwa hiyo walikuwa wanatumiaga pia NX sawa zamani, lakini unaonekana picha yako ni ya kizamani ukiendelea kufanya zile mambo ya kuzoom in huko na shoot kuzoom out. Inaonekana kama vitu vya kizamani. Anyway, lakini ni ushauri wangu tu, so lazima unaweza pia ukafanya. So kwenye kwa ndo hivyo kuhitaji mbwembwe sana, yani hamna slow motion, hamna kuweka mambo ya slow motion, hamna kuweka sijui nini. Kwenye kwa ni vitu vinatakiwa viende vimenyoka. Kwa hiyo unapokuwa umeshoot kwa, make sure unakuwa na tripod, unakuwa na source of light nzuri kuweza kuwapata watu wote. Then drone kitu cha muhimu kama unaweza kuwa nayo, sababu drone inaweza kuwapata watu wengi kirahisi sana. So drone pia ni nzuri kuliko uhangaike na kuweka makamera makubwa. At least uwekea unakuwa drone unaweza hata kwa kuona kidogo imefanya kazi nzuri. So drone inakurekomendia, and kitu chochote kinachoweza kushuti uwezo wide sana kubwa, hicho ndo nakurekomendia. Usije kaenda kwenye kwaya na lens yako ya 50 jamani. Wanangu wa 50 cent, usije mkiana na hizo lenzi zenu kwenye kwaya, mtaenda kutia aibu. So hiyo ndo my recommendation kwenye issue ya kwaya. Then kingine cha kuadi, kama utakosa drone hata crane sio mbaya. Ukichukua na crane ukatumia, lakini make sure kwenye crane unaweka kamera yenye uwezo kufanya autofocus haraka. Ama ukikosa crane unaweza ukacheat na gimbal, kwa sababu gimbal sio lazima kutumia. So unaweza ukacheat na gimbal ukapiga crane shot za crane zile ukacheat nazo. Lakini unapokuwa unatumia gimbal hatuhitaji zile movement za fujo zile, yani movement fulani smooth ambazo hazidistract, haziharibu. Movement fulani za taratibu yapo kwenye kwaya, sawa, tunaweza tukaelewana kitu kama hicho. So unaweza kutumia, lakini kwa ustaarabu, hizo gimbal na hizo nini na crane. Tunaenda kwa wenetu tunaendelea na series ya kwaya, lakini tumeko kwenye upande wa live record. So bana, kwenye live record kitu cha muhimu sana ni kupata picha yenye quality HD, maana asilimia kubwa ya live record wengi wanapenda ziwe kwenye 4K. So asilimia kubwa ya live record wanapenda ziwe zimekaa kwenye 4K. So kupata picha ambayo ni quality yenye 4K nzuri, then kumbuka live record nyingi zina nyimbo moja na dakika mpaka 19 dakika, na kwa hiyo inakuwa na yenyewe inataka storage nyingi sana. Kwa hiyo unapofanya live record na kurekomendia kamera ambayo inaweza kaa na material simple yenye quality 4K, then storage iweze maintain sana storage, maana unakuwa na kamera zaidi ya 8 zaidi ya 9, inategemea na budget unaokuwa pia mmekubaliana idadi ya kamera. Kwa mfano live record ya kawaida sana inaweza kuwa na kamera 10. So kamera 10 kushuti nyimbo moja, so ni arrangement ya kamera. So mimi kama sasa hivi nitapata live record nyingine, kuna live record nilifanya kwa bahati mbaya, mteja aliniforce nitumie Blackmagic. So naikumbuka sana ile live record, lakini kama ningepata chance ya kupata niambie nifanye live record moja ya kusumbua dunia, ningeweka kamera zote Lumix. Mwenyewe nitakurecommend uchague kamera zote Lumix, chagua Lumix zote ama Sony zote, ama kufanya combination ya Lumix pamoja na Sony. Hiyo itakusaidia sana, kwa sababu
Cha kwanza utapata material ambayo ni simple, yenye 4K simple, unaweza kufanya color grading na yakamatch yakawa vizuri sana. So kwenye issue ya storage utakuwa umesave sana. Kwa ni combination ya Lumix pamoja na Sony. Kumbuka pia lazima ubebe storage ya kutosha na lenzi. So hapo utachagua lenzi according to arrangement ya camera, kwa sababu 50 lenzi hapo tutazitumia na uhakika asilimia kubwa, kwa sababu asilimia kubwa ya lenzi zinazoshoot close up zinakuwa zina lenzi ya zoom lens. So kwa sababu zinasimama mbali ziweze kuzoom close up, so lenzi nyingi hatutahitaji 50 hapo. So watu wa gimbal ni wide na watu wa close up watatumia zoom lens ili kuweza kuepusha movement za stage ni. Sasa kuna live records zingine zina usumbufu sana, unaona makameramani wanapishana stage ni, hiyo sio kweli. So kuepuka hicho, make sure unakuwa na zoom lenses za kutosha. Hiyo itakusaidia sana. Zoom lenses zikiweza kutosha itakusaidia sana kuweza kushoot live record yako vizuri. So kamera na kurekomendia nimekwambia ni Lumix pamoja na Sony. Hizo zitakusaidia sana kupata picha iliyotulia. Achana na makamera mengine huko ni kuzinguana kabisa, yanazingua kichizi. Achana na black magic atakuja kukutoa roho. Therefore kamera ambayo ni best ni hiyo. Then crane, unaweza kuweka crane, ukikosa crane sio lazima, drone inatosha. So kama cha kuongeza hapo ni drone pamoja na GoPro kwa ajili ya watu wa drums ama watu wa guitar ama watu wa nini. So zile engo ambazo ni difficulty unaweza kufanya GoPro ikapatikana, watu wa vinanda, watu wa nini. Kama unazo GoPro pia ni choice ambayo ni nzuri sana. Set GoPro zako vizuri, then unakuwa umemaliza live. So moja kati ya kamera ambazo nitakurekomendia ndio hizo hapo. Sana hapo tumeongeza drone na GoPro pamoja na Sony na Lumix. Hapo unakuwa umemaliza kabisa, mzigo umenyooka hivi, umenyooka, hauna shida yoyote. So kama unataka kujipa stress, jaribu kuswitch kwenda kwenye zingine huko, utakuja kuniambia hizo stress zitakazo kupata. Cha msingi client yako apate 4K. So 4K inapatikana kwenye Lumix, 4K inapatikana kwenye Sony. Sasa wateja wengine wanapanda watu vichona wanakuambia nataka Blackmagic. Wamesikia sijui kwa nani. Si jamani, mimi mteja wangu alinisumbuaga wala live record ananiambia nataka Blackmagic zote. Nikaeka bana Blackmagic. Sitakani sahau. Anyway, so hapa tunaenda kwa solo music ama wasanii wanaofanya mambo ya music. Msanii mmoja sana au wa gospel awe wa secular music video ya kawaida tu ya wasanii. So music video ya kawaida ya wasanii inategemea kwanza na bajeti mliokubaliana, inategemea pamoja na location ulizochagua pamoja na storyboard. So kwenye music video nitaambatanisha pamoja na filamu mwishoni, kwa sababu kwenye music video nyingi zinakuwa na maigizo ama zinakuwa na story fulani au inaelezea story fulani. Japo nimeona asilimia nyingi sana ya gospel music zinakuwa zina story kama zinafanana, yani kwamba sijui kwa nini, lakini naona kama zote zinakuwa kama zinafanana. Kama mtu anaanza maskini afu baadaye anakuwa tajiri, yani sijui kwa nini zinakuwa zinapita sehemu hiyo. Sijajua kama kuna ushuhuda, amna ushuhuda mwingine ama ushuhuda ulioko ni wa maskini kwenda utajiri. Sijajua kwa nini, lakini anyway tuachane nayo. So kwenye music video kamera muhimu ni sana sitakurekomendia ni kamera gani, kwa sababu asilimia kubwa inakuwa mmeshaelewana na mteja. Mteja anaweza kawa wengine wanapata kazi kwa kumwambia mteja nitakushutia na Blackmagic. Mteja ndo anaona anyway ngoja nikupe kazi. Lakini kama mteja hajakupangia kamera ya kushuti, hajakulazimisha utumie kamera gani, so wewe angalia best kamera ambayo inaweza ikakupa result unapokuwa umeshoot music video pamoja na umetumia kwenye gimbal, kwa sababu kwenye video asilimia kubwa lazima utumie gimbal kutokana na kupata zile smooth movement. So kwenye gimbal kamera ambayo ni nzuri sana kwenye gimbal nitakurekomendia ni Sony. Sony ni kamera ambayo ni best sana kwenye gimbal. Kwa hiyo kama ni music video nenda na Sony kabisa. Chukua Sony yako nenda nayo, weka kwenye gimbal, balance, unaweza kupata chochote unachokitaka. So first kamera ya kwanza ni Sony. So any product ya Sony, iwe Sony FX, Sony Alpha ngapi, Sony yote zina uwezo mkubwa sana wa kufanya wa kufanya face detection, na lens inakuwa iko very sharp ku detect na kufanya focus iwe vizuri. So ukifunga kwenye gimbal Sony utapata result nzuri.
Ukikosa Sony, go for Lumix. Lumix ni kamera nzuri, japo tatizo lake tu ni kwenye focus. Sijajua series mpya za Sony kama S5, hizi series za sijaiona BH, inaitwa BH nini? BSCH1, sijaiona hiyo sana Bongo, lakini sijajua labda watu wanao wamekaa nayo kwa nyumbani. Anyway, lakini best camera ambayo nitakurekomendia ni Sony. Nenda na Sony kwenye music video. Lakini kama budget yako pia imeruhusu, nenda kwa kamera mengine. Kuna Maredi. Changamoto tu ni hapo kwenye focus. Hizi cinema kamera kubwa zinazungua hiyo issue ya focus. Kwa hiyo inabidi uadi mtu mwingine wa kufanya focus. Therefore kwenye music video una uhuru wa kutumia lens yoyote, kwa sababu una muda wa kurekodi, una muda wa kurudia, una muda wa preview material. So unaweza kwenda hata na 50 na ukafanya kazi yako, kwa sababu una muda wa kurekodi, una muda wa kurudia, una muda wa kufanya nini. So ni wewe tu. Lens, best lens of choice. Tatizo moja tu, ukiwa unatumia lens moja, ukiwa umezoea kutumia lens moja, wanaoshoot music video wengi asilimia kubwa wanashoot na 50. So wanapenda ile blur, wanajisahau kuweka composition. Niishaelezea mambo ya composition jamani. Make sure unakuwa na lens ya wide, inaweza kukuonyesha vitu ambavyo huwezi kuviona kwa lens ya 50. So ukiwa umezoea sana kutumia lens ya 50, kuna vitu vingi hutaviona. Nilishaelezea sana hiyo scenario. So make sure unapokuwa una shoot music video, lens ya wide inakuwepo, itakusaidia sana. So lens ya wide kuna vitu vingi naona ambapo lens ya 50 haioni. Kwa hiyo hicho ni kitu nakisisitiza sana, japo kuna watu wengine ni wabishi wanakata, lakini kwa watu wanaotumia lens za wide utakuja kuniambia kuna vitu vingi sana utaviona ambavyo ukiwa umezoea lens ya 50 kuna ukilema fulani utakupa, kuna vitu utashindwa kuviona. So hicho ni kitu cha ukweli ambacho nakwambia. Kwa hiyo kwenye music video usirely tu na 50, at least una lens nyingine ya ziada. Ama kama ukikosa 50 basi at least 35. Kama umeenda kurent, make sure una lens ya 50 kama ya kuongezea, then eka na lens ya wide moja. Then utakuwa umepata kitu kizuri sana. Kama unachagua kamera kubwa pia, make sure unakuwa na storage ya maana ya kutosha, kwa sababu unapokuwa na shoot music video kuna story. Therefore tunapokuja kwenye story, hapa ndo tunaungana na wenzetu wanaofanya movie. So watu wa movie, kamera ambayo ni best unaweza kutumia kwenye movie, nadhani nyingi ni cinema camera. So cinema camera yoyote kama unataka itokee cinematic, muonekano ule cinematic ule mzuri kabisa wa cinema, so inabidi utafute cinema camera ziweze kukupa zile rangi za cinema. Lakini kama ni una force story itokee, kamera yote tu inafaa. Nadhani kwenye kushoot story, cha msingi story ieleweke. So picha sio kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo kamera yote inaweza kufanya story ikaonekana. Lakini kama unataka unataka filamu yako ionekane kipro, so kuna kamera za kuchagua. Pia kuna kitu kinaitwa ND filter, na ni cha muhimu sana kuweza kufunga ili kiweze kukupa cinematic color. Naona Bongo hakitumiki kabisa. Yani ND filter ni changamoto sana Bongo, kutokana na nini? Asilimia kubwa za madirector hawafungi matte box. So kwenye kushuti filamu kuna hatua zake. Kwanza lazima kamera iwe na matte box ili iweze kufunga hizi ND filter, lakini kwa sababu hatuna ile cinematic color, tunashindwa kuelewa cinematic color inatokea wapi. So cinematic color inatokea kuanzia kwenye ND filter unaotumia. So kuna ND filter nyingi ambazo zina support cinematic look. So kuna watu wengi wanadhani cinematic color inapatikana kwenye kucheza na manodi tu, kupanga manodi. No, inaanzia kuanzia kwenye kushoot. So make sure kama ni mtu unapenda filamu, unataka kujifunza sana mambo ya filamu, kamera yako jaribu kuiweka kipro. Then issue ya audio ni issue nzuri sana. Make sure unakuwa unajua audio inakamatwaje, yenye uwezo mzuri wa audio. So lazima tufikie viwango vikubwa, lakini at least audio sikike vizuri. Ama unaweza kuja baadaye ukafanya audio after kushoot vizuri, kuja kuongezea audio kwa juu. Lakini ni vizuri kupata kila kitu location. Ama kuja kupata vitu baada ya location inakuwa so kweli. So kwa watu wa filamu, kamera yoyote ni best kwa ajili ya kushutia filamu. Kuna watu wanashuti filamu mpaka na simu na iPhone, is okay. Lakini filamu best inashutiwa na kamera za filamu. Kuna kamera ambazo ziko developed kwa ajili ya kufanya filamu. So kuna kamera nyingi hapo, kuna Sony, kuna Blackmagic, kuna Arri, kuna Red. So inategemea na wewe unatumia kamera gani. Hata simu yenyewe inaweza kashuti vizuri. So cha msingi kwenye filamu ni storyboard, ni story ieleweke. Mtu
tunaona mtu anaenda kuvuka barabara, tuelewe kile anavuka barabara. Kwa hiyo kuna issue za story, utashutije, tuonaje hivyo. So story ndio inamaanisha kila kitu. So kikubwa katika filamu sio kamera, kikubwa kwenye filamu ni story, arrangement ya story inavyoenda, storyboard ile ilivyoarrangewa. So hicho ndio kitu ambacho ni kikubwa sana kwenye filamu. Anyway, kama